Usiku wa kuamkia Juni 15 mwaka 2025 umeashiria hatua mpya za mashambulizi makali kati ya Iran na Israel, ambapo mzozo uliopo umeingia katika awamu hatari zaidi zenye uharibifu mkubwa wa maisha na mali. Iran imeendelea kurusha makombora na kutumia ndege zisizo na rubani kushambulia miji mbalimbali ya Israel, huko Israel ikijibu mashambulizi makali ya anga dhidi ya maeneo ya kijeshi ndani ya Irani. Katika mashambulizi yaliyofanyika usiku, Iran ililenga miji mikuu ya Israel ikiwa ni pamoja na Bat Yam, Rehovot, Tel Aviv na Jerusalem. Katika mji wa Bat Yam, mojawapo ya makombora ya Iran yalianguka moja kwa moja kwenye jengo la makazi, likiharibu ghorofa kadhaa na kusababisha vifo vya watu 6, ukiwemo watoto wawili pamoja na majeruhi zaidi ya 100. Aidha, watu takribani 35 bado walikuwa wakihesabiwa kuwa hawajulikani walipo chini ya maporomoko ya majengo yaliyovunjika. Katika mji wa Rehovot, makombora yalilenga moja ya majengo ya maabara za taasisi ya sayansi ya Weizmann, ambao ni kituo muhimu cha utafiti wa kisayansi nchini Israel. Uharibifu ulisababisha kusimamishwa kwa shughuli za maabara na kupoteza vifaa vya thamani kubwa. Idadi ya vifo rasmi kutokana na mashambulizi ya Iran imefikia zaidi ya watu 10, huku majeruhi wakihesabiwa kufikia zaidi ya 200. Serikali ya Israel imesema kwamba baadhi ya makombora yaliyotolewa na Yemen, ambao ni mtegemezi wa Iran, yamelenga moja ya maeneo katikati ya Israel na kusababisha vifo na uharibifu zaidi. Kwa upande wake, Israel imefanya mashambulizi makali dhidi ya maeneo ya kijeshi ya Iran, ikiwemo makao makuu ya Wizara ya Ulinzi ya Iran katika mji wa Tehran. Mashambulizi haya yameripotiwa kusababisha vifo miongoni mwa wanajeshi wa Iran na uharibifu wa miundombinu muhimu ya kijeshi, ingawa maelezo kamili bado hajatolewa rasmi. Hali hii imefanya mgogoro huu kuingia katika hatua mpya ya mapigano ya moja kwa moja ambao hajawahi kushuhudiwa kwa kiasi hiki katika miaka ya hivi karibuni. Athari za kibinadamu zimeendelea kuzidi kuongezeka kwa pande zote mbili. Katika Israel, huduma za dharura za hospitali zimechoka kutokana na idadi kubwa ya majeruhi waliopo katika vituo vya matibabu. Watu wengi wameachwa bila makazi baada ya majengo yao kuanguka au kuharibika vibaya, na taasisi za serikali zimesema kuwa kuna uhaba mkubwa wa misaada ya kibinadamu. Wakati huo, raia wa Israel wanahimizwa kuzingatia tahadhari za usalama, na maeneo mengi yameweka amri za kukaa ndani au kutumia hifadhi za chini ya ardhi. Iran nayo imeripoti vifo vya raia na wanajeshi, huku baadhi ya vituo vya miundombinu vya kiraia na kijeshi vikiathirika na mashambulizi ya Israel. Hali ya usalama imekuwa tete na watu wamezidi kuwa na wasiwasi kuhusu mzozo huu kuenea zaidi na kushirikisha mataifa mengine au makundi ya wapiganaji wa eneo hilo. Jumuiya ya kimataifa imeonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu mzozo huu unaoendelea kuleta madhara makubwa. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa limefanya vikao vya dharura kujaribu kupunguza mzozo na kuhamasisha pande zote zirejee kwenye meza ya mazungumzo. Marekani imekataza mashambulizi dhidi ya mali au wanajeshi wake katika eneo hilo na kuahidi kuendelea kuunga mkono Israel. Kwa upande mwingine, Iran imeonya itajibu kwa nguvu zaidi iwapo mashambulizi ya Israel yataendelea. Kwa sasa hali bado ni tete na kuna hofu ya kuenea kwa vita vya kikanda vinavyoathiri usalama wa Mashariki ya Kati na dunia nzima. Miji mikubwa imeathirika, raia wamejeruhiwa au kupoteza maisha, na huduma za msingi kama umeme, maji na afya zimezidi kushindwa kutimiza mahitaji. Jumuiya ya kimataifa imeendelea kuhamasisha pande zote kuepuka mapigano zaidi na kutafuta suluhisho la amani ya kudumu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.